Leo ngome ya mwisho Middle East ilobaki kumwambia Muamerika na Muisraeli no ni Irani, na ikianguka ngome hii wote watafanywa watumwa wa Israeli. Na mtakuja kunikumbuka hapa, ni siku 3 tu kuitukwa Saudia, kwa sababu hizi sikuvaa hagali na kuteza sharha. Haya mambo yataka mabongo na mapambano, si tendre hizi. Miaka 87 mzee amepambana kwa miaka 40 na nguvu za kilimwengu. Watu waketizie hujadili leo limefika bomu la Irani ama halikufika. Yatosha kwamba Irani isimeme na superpower zote za ulimwengu, hana anayemsaidia. Yatosha kwamba ni fakhari. Yatosha kwamba ni fakhri kwamba Irani peke yake na anatotumia amekiunda mwenyewe, kiwe ncha mahogo, kiwe kikisikilia huua kuku, kiwe kikisikilia huua ng'ombe, hakiui mtu, hutoboa tavu, ni chake. Nyinyi mpaka maiki ya msikitini, mpaka hagali, mpaka makoti tunaovaa hatukutengeneza sisi, watakutengeneza bomu. Ameipokea nchi kabla ya miaka 40 takriban. Nchi iko tiati, yatoka kwenye zita za miaka 8 na Iraki. Imam Khomeini amekufa, ameisafirisha nchi. Wakati akiipokea nchi haina hata kombora la kupigia kifaru. Leo ameiweka nchi katika sehemu ina satellite. Ameiweka nchi leo ni namba 10 ulimwenguni katika matibabu, na lau dawa za Irani zitapewa nafasi bila ya zikwazo zitokee ulimwenguni, watu watashangaa. Best katika kutibu kensa ulimwenguni leo ni Irani, kwa kutumia teknoloji ya nyuklia, na hizo ndizo zita zilioko, si bomu la nyuklia. Hizi ndio zita zinajua. Na utaona ilikuwa ni nyuklia, uzungumzo wa nyuklia Geneva, mara imekuwa ni missiles, mara si nyuklia wala si missile, ni kubadilisha nini? Regime. Na jana ametoka waziri wa Oman, ameyaweka mambo kinaga ubaga. Amesema wazi mwisho, kikao cha mwisho, Irani imekubali kila kitu. Tumeagana asubuhi twenda kusaini. Asema mimi nikaamka nimeona ajabu, naona Irani yapigwa. Imekubali kustopisha ile taksibul uranium, kusimamisha kila kitu. Asema neno abadan, abadan, never, never, never limekariri mara 14 kwenye deal. Irani anena never, hatutafanya. Saini kama umma kweli, tusaini deal kwamba si hatutaki kutengeneza nyuklia wala hatutofanya. Wameagana, kesho technician waja kuzungumza kuiweka sawa, wasaini yake amka asubuhi uone Irani upigwa. So issue si nyuklia, issue si mabomu, issue ni lazima nyote muwe watumwa wetu. Atabaki mzungu ni yule yule mzungu mkoloni, atabaki mzungu alipo ni yule yule mzungu kiuaji, khabithi, anayekahaba vijana watoto na wanaofanya kila nini, wakiwemo Waingereza, Wafaransa, Wajerumani. Ni watu wangaya huku kwetu, si wema wetu, si wema wetu, si wema wetu. Ni hasara kubwa kumpoteza kiongozi kama huyu ambaye ametumia umri wake mtu mzima na amekataa kuondoka kwenye nyumba yake. Si adavi ati sijui kuna majasusi, kuna wamemuua nyumbani kwake na amekataa kuondoka pale pale. Ameuawa yeye na binti yake na mumewe binti yake na mjukuu wake.
ndani ya familia wameuawa, mbali na wale makomando wale. Lakini Irani imethibitisha kwa muda mrefu haiendi kwa watu. Bunge la kwanza baada ya mapinduzi liliuawa lote. Imam Khomeini alipokufa watu walinena kuisha Irani. Na katika wimbi hili ni matumaini yetu, kuna wanazuoni wengi ndani ya Irani, kuna mabongo mingi ndani ya Irani, na insha Allahu taala patatoka mwenye kuzijaza nafasi zote, na Irani itakwenda mahala bora zaidi kuliko pale. Bora wawe wameshikana na misimamo ya kutetea wanyonge ulimwenguni. Ndio nchi pekee inaolipa thamani kuwatetea wa Falastini ambao hawataki kujua madhahabi yao ni nani. Ndio nchi pekee. Walobaki wote upeka sanda na mai. Sharti tunene wazi, upekwa sanda, wakisha kuuawa wakapekewa na zakula na mai kizidi na majanaiza. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tusivunjike moyo wala tusibabaike. Na hivi aliuawa Hamza mbele ya Mtume, na hivi aliuawa Imam Hussein Karbala, lakini sauti ya Imam Hussein itaendelea kubaki ila yaumil qiyama. Walhamdulillahi rabbil alamin.